vipindi bora, matangazo yenye tija, ukweli na burudani. Sikiliza idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa, kituo chako kinachokuwa kwa kasi sana duniani. Karibu katika taarifa yetu ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa. Tumekuandalia mengi, ikiwa ni pamoja na Benki ya Dunia imesema inaondoa marufuku ya mikopo ya Uganda ambayo ilikuwa imewekwa miaka miwili iliyopita wakati wa nchi hiyo ilipopitisha sheria mpya dhidi ya watu wa LGBTQ. Chad ya hapa kulipiza kisasi dhidi ya marufuku ya kusafiri ya Marekani. Abiria 8 wajeruhiwa kwenye ndege ya Raya Air iliyoelekezwa kwenye uwanja wa ndege kusini mwa Ujerumani baada ya kukumbwa na msukosuko mkali, wanaita kimombo turbulence. Rais wa zamani wa Zambia Edgar Lungu afariki dunia akiwa na umri wa miaka 68, chama chake kimesema. Urusi imetambua British Council, taasisi ya elimu ya Uingereza, kama shirika lisilofaa. Mfanyakazi wa waziri mkuu wa New Zealand Christopher Luxon amejiuzulu. Naam, natumai ubweri wa afya pote pale ulipo duniani kwa moyo mkunjufu na mikono miwili. Ujambo na karibu kwenye taarifa yetu ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa. Jina langu ni Kantona Joseph. Chad inasema itasimamisha utoaji wa visa kwa raia wa Marekani kama kulipiza kisasi marufuku ya kusafiri iliyowekwa dhidi ya taifa hilo la Afrika ya Kati na Rais Donald Trump. Katika taarifa iliyowekwa kwenye mitandao yake ya kijamii, Rais Mahamat Deby amesema ameagiza serikali kuchukua hatua sawa na hiyo na kusimamisha utoaji wa visa kwa raia wa Marekani. Chad ni kati ya nchi 7 za Afrika zilizoathirika na marufuku ya kusafiri ya Trump. Alielezea visa ya nchi hiyo ya kupitisha muda wa kukaa nchini Marekani kama isiyokubalika, akisema inaongeza kutojali kabisa na sheria za uhamiaji za Marekani. Abiria 8 wamejeruhiwa kwenye ndege ya Raya Air iliyoelekezwa kwenye uwanja wa ndege kusini mwa Ujerumani baada ya kukumbwa na msukosuko mkali kutokana na hali mbaya ya hewa, polisi wamesema. Miongoni mwa waliojeruhiwa Jumatano usiku ni mtoto wa miaka 2 ambaye alipata michubuko na mwanamke aliyejeruhiwa kichwani, kulingana na polisi wa Bavaria. Watu 3 wameelekezwa hospitalini katika eneo hilo kwa matibabu, wakati wengine wakitibiwa kwenye eneo la tukio. Ryan Air iliomba msamaha kwa abiria walioathirika, ikisema nahodha wa ndege hiyo kutoka Berlin hadi Milan aliomba msaada wa matibabu na ndege ilitua kawaida kwenye uwanja wa ndege wa Memmingen.
Benki ya Dunia imesema inaondoa marufuku ya mikopo kwa Uganda ambayo ilikuwa imewekewa miaka miwili iliyopita wakati wa nchi hiyo ilipopitisha sheria mpya dhidi ya watu wa LGBTQ. Mnamo mwaka 2023 Uganda ilipata kupiga kura ya kuidhinisha moja ya sheria kali zaidi na kupinga mapenzi ya jinsia moja duniani, ikimaanisha kwamba mtu yeyote angejihusisha na vitendo vya mapenzi ya jinsia moja anaweza kuhukumiwa kifo. Tangu wakati huo, mamia ya watu wamefurushwa kutoka kwa nyumba zao, kufanyiwa ukatili na kukamatwa kwa sababu ya jinsia zao, kulingana na jukwaa la uhamasishaji na ukuzaji wa haki za binadamu Uganda. Lakini Benki ya Dunia inasema kuwa ina imani kwamba hatua mpya za kupunguza hatari iliyopo zitaruhusu kusambaza ufadhili kwa njia ambayo haitaruhusu au kubagua watu wa LGBTQ. Wachambuzi wanasema Benki ya Dunia ni mojawapo wa vyanzo vikubwa vya ufadhili nchini Uganda kutoka nje, ikiwa na jukumu muhimu katika maendeleo ya miundombinu. Uganda ni miongoni mwa taifa kadhaa za Afrika, ikiwa ni pamoja na Uganda na Kenya, ambayo katika miaka hivi karibuni imeshuhudia hatua za kukandamiza haki za watu wa LGBTQ. Taarifa ya sheria ya Uganda ya kupinga mapenzi ya jinsia moja ya mwaka 2023 zilisababisha shutuma za kimataifa. Rais wa zamani wa Zambia Edgar Lungu amefariki dunia akiwa na umri wa miaka 68, chama chake kimesema. Lungu aliongoza Zambia kwa miaka 6 kuanzia mwaka 2015 na kushindwa katika uchaguzi wa rais wa sasa Hakainde Hichilema kwa kura nyingi. Baada ya kushindwa katika uchaguzi huo, alijiondoa kwenye siasa, lakini baadaye akarejea na kuonekana kuwa na nia ya kugombea tena urais. Urusi imetambua British Council, taasisi ya elimu ya Uingereza, kama shirika lisilofaa, huku ikisema London ndiyo chanzo cha migogoro inayoshuhudiwa ulimwenguni na mchocheaji wa vita. Mahusiano kati ya Uingereza na Urusi yalisabaratika hata kabla ya Urusi kuanzisha uvamizi wake dhidi ya Ukraine mnamo mwaka 2022, ikijumuisha kashfa za ujasusi na kuingiliana, ikiwa ni pamoja na mpelelezi wa zamani wa Urusi Sergei Skripal kuwekewa sumu mnamo mwaka 2018 kwenye ardhi ya Uingereza. Mwendesha mashtaka mkuu wa Urusi ameshutumu taasisi ya elimu ya British Council kwa kujaribu kuendeleza maslahi ya Uingereza. Uingereza imekuwa mmoja wa wafadhili wakubwa wa Ukraine tangu Urusi ilipoanza uvamizi wake. Urusi chini ya Rais Vladimir Putin kwa miaka mingi imekuwa ikichukua hatua kali dhidi ya asasi za kiraia, kuharamisha makundi yanayokinzana nayo na kuwashtaki wapinzani katika kampeni ambayo imeongezeka huku vita vya Ukraine vikiendelea. Mfanyakazi wa waziri mkuu wa New Zealand Christopher Luxon amejiuzulu baada ya kushutumiwa kwa kupiga picha na video za wanawake kwa siri na kurekodi sauti ya wafanyabiashara ya ngono. Michael Forbes, naibu katibu mkuu wa waandishi wa habari wa Luxon, ameomba radhi kwa wanawake ambao aliwadhuru. Madai hayo yalifichuliwa baada ya mfanyabiashara wa ngono kusema aligundua kuwa simu ya Forbes ilikuwa ikirekodi sauti alipokuwa akioga. Tovuti ya habari ya eneo hilo Safi imeripoti mapema wiki hii. Baadaye simu yake iligunduliwa kuwa na picha na video zaidi ya wanawake pamoja na sauti zilizorekodiwa za ngono. Zaidi ya Waislamu milioni 1.4 wanatekeleza ibada ya hija katika mji mtakatifu wa Maka nchini Saudi Arabia mwaka huu, baada ya mwaka mmoja ambapo watu 1300 walifariki, wengi wao kutokana na joto kali. Mamlaka ya Saudi Arabia imesema imeongeza tahadhari ya usalama kwa mahujaji. Wamepanda maelfu ya miti na kuweka mamia viyoyozi katika sehemu mbalimbali za ibada ili kusaidia kupunguza hali joto kali huko. Serikali ya Saudi Arabia pia imeweka marufuku ya kupeleka watoto walio chini ya umri wa miaka 12 na kuonya kuwa watu watakao jaribu kuhiji kinyume cha sheria bila kibali rasmi watakabiliwa na faini ya dola 5,000 na kupigwa marufuku ya miaka 10 kuingia Saudi Arabia.
Serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo DRC imevipiga marufuku vyombo vya habari kuripoti shughuli za rais wa zamani Joseph Kabila na kuwahoji wanachama wa chama chake. Haya yanajiri baada ya Kabila kurejea Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo mwezi uliopita, huku akiwa na mvutano mkali kati yake na serikali inayoongozwa na mrithi wake Rais Felix Tshisekedi. Mamlaka imeshinikiza kufungulia mashtaka bwana Kabila, huku kukiwa na tuhuma za uhaini na madai ya kuwa na uhusiano na waasi wa M23 ambao wamekuwa wakipigana na jeshi, jambo ambalo amelikanusha hapo awali. Ukiukaji wa marufuku huo unaweza kusababisha kusimamishwa, amesema mkuu wa udhibiti wa vyombo vya habari nchini DRC Christian Bosembe. Ukijibu tangazo la taasisi hiyo, msemaji wa M23 amesema vyombo vya habari katika maeneo yaliyo chini ya udhibiti wake havitatii marufuku hiyo. Msichana mwenye umri wa miaka 11 katikati mwa mji wa Henan nchini Uchina alimwokoa dada yake mchanga ambaye alikuwa karibu kugongwa na gari linalotumia umeme katika tukio lilotajwa kuwa la kishujaa. Kulingana na picha za kamera za siri, ilionyesha gari hilo lilielekea kwenye mgawa alipokuwa mtoto huyo na mmiliki wa mgawa huo. Dereva wa gari hilo aliomba radhi kwa tukio hilo na kukubali kufidia hasara iliyotokea. Mmiliki wa mgawa huo kwa upande wake amesema ajali hiyo haikukusudiwa na kwamba hakuna majeraha makubwa yaliyotokea katika hatua hiyo, akitaka tu kufidia kwa mlango wa kioo ulioharibika. Hapo unaona wale wachinku kule Kenya wanasema hapo, wakiweza kuzungumza sema ni mlango tu, lakini ilikuwa ni hatua ya kishujaa. Wananchi wa Burundi walipiga kura kuwachagua bunge katika uchaguzi ambao chama tawala cha Rais Evariste Ndayishimiye cha NCDD FDD kinatarajiwa kuibuka na ushindi. Pigia kura kote nchini kuchagua mabunge. Rais Ndayishimiye aliungana mkono na wapiga kura wengine katika mkoa wa Gitega kupiga kura, akisifia namna wapiga kura walivyojitokeza kwa wingi wakishiriki kwenye uchaguzi huo. Uchunguzi huyu unafanyika wakati Burundi ikiwa ikabiliwa na changamoto kubwa la mafuta. Baadhi ya wapiga kura niliokutana nao wanasema wana matumaini wabunge waliopiga kura watasaidia kutatua mgogoro huyo. Wapiga kura wamechagua mabunge 100 na kwa mjibu wa katiba 60% lazima wawe Wahutu walio wengi na 40% kutoka kwenye Watusi walio wachache na takriban 30% wawe wanawake. Kwa uchaguzi wa manispaa, idadi ya manispaa imepunguka kutoka kwenye 119 hadi kwenye 42, lakini hakuna tena mgao wa kikabila uliowekwa kwenye vyama vya siasa kama zamani. Vyama vya upinzani kama Senel vimesema uchaguzi huyo umegamia upande mmoja. Jean Bosco Ndaregije, RFI. Ndio sauti yake hiyo, Jean Bosco Ndaregije akitupasha. Rais Donald Trump ametangaza marufuku ya raia wa mataifa 12 kwenye nchi ya Marekani kwa sababu ya kiusalama baada ya kutokea kwa mashambulio ya kihalifu katika mji wa Colorado na mhamiaji kutoka Misri. Agizo hilo litaanza kutekelezwa Juni 9 na raia wa mataifa ya Afrika kama Somalia, Chad, Congo Brazzaville, Equatorial Guinea, Eritrea, Libya na Sudan wametajwa katika orodha hiyo ya Rais Trump. Raia wa nchi za Sierra Leone, Togo na Burundi
watafanyiwa uchunguzi wa kina kabla ya kupewa kibali cha kuingia Marekani. Kwa urahisi tu hatuwezi kuwa na mfumo wa wazi wa uhamiaji kutoka taifa lolote ambao huwezi kuwafanyia ukaguzi wa kina wale wanaoingia nchini Marekani. Hiyo ndio sababu leo na saini amri mpya ya rais ili kuweka vikwazo vya usafiri kwa mataifa kama vile Yemen, Somalia, Haiti, Libya na mengine mengi. Kutekelezwa kwa sheria hizi kutategemea na hatari iliyopo. Kuangaziwa upya kwa sheria hizi kutategemea pia hatua zilizopigwa na vilevile kama mataifa mengine yanaweza kuongezwa kwenye orodha hii. Hatutakubali watu kuingia katika nchi yetu wanaolenga kutuumiza. Hakuna kitakachotuzuia kuilinda Marekani. Sauti yake kiongozi wa taifa la Marekani Donald Trump. Tukirejea taarifa ambazo ni za tanzia ni kwamba rais wa zamani wa Zambia Edgar Lungu aliongoza nchi hiyo kwa miaka 7 hadi mwaka 2021 amefariki dunia akiwa hospitalini nchini Afrika Kusini alipokuwa anapata matibabu. Ambaye amefariki dunia akiwa na umri wa miaka 68 kimethibitishwa na familia yake na chama chake cha Patriotic Front. Chama chake kimesema rais huyo wa zamani amepatwa na umauti akiwa anapewa matibabu ya kibingwa kwenye kituo kimoja cha kiafya jijini Pretoria. Binti yake Tasila Lungu Mwansa amesema baba yake alihudumiwa vema, lakini hakueleza kwa kina kilichosababisha kifo chake. Lungu, mwanajeshi wa zamani, aliondoka madarakani mwaka 2021. Kabla ya kifo chake, kiongozi huyo wa zamani alikuwa ametangaza kuwania tena urais mwaka 2026. Umakiwa kwa familia na raia wa taifa la Zambia. Amani ya kweli haiwezi kustawi pale ambapo kura zinaibwa, sauti zinakandamizwa na sheria zinatumika kuwanyanyasa wale wanaosema ukweli. Hayo sio maneno yangu, hayo ni maneno yaliyosemwa na katibu mkuu wa Shura ya Maimamu Tanzania, Sheikh Ponda Isa Ponda, wakati akihutubiwa na chama cha ACT Wazalendo muda mfupi baada ya kutangaza kujiunga na chama hicho. Sheikh huyo amedai lengo lake ni kuhakikisha Tanzania inapata utawala wa sheria, uchaguzi huru na wa haki. Rais Donald Trump wa Marekani amesema inaweza ikawa bora zaidi kuacha Urusi na Ukraine wapigane kwa muda kabla ya kuwatenganisha na kutafuta amani. Katika mkutano wake na kansela wa Ujerumani Friedrich Merz, Trump alifananisha vita vya Ukraine ambavyo vilianza baada ya Urusi kufanya uvamizi mwaka 2022 kuwa ni kama mapigano ya watoto wadogo wawili wanaochukiana, akisema wakati mwingine ni bora kuacha wapigane kwa muda kisha uweze kuwatenganisha. Kituo cha sheria cha haki za binadamu cha LHCR kinaonyesha wasiwasi mkubwa wa kulaani uamuzi wa hivi karibuni wa serikali ya Tanzania kuzuia na kudhibiti upatikanaji wa mtandao wa kijamii wa X, zamani Twitter, kama inavyodhibitishwa na waziri wa habari, mawasiliano na teknolojia ya habari nchini Tanzania, Mheshimiwa Jerry Silaa, wakati wa mahojiano na kwenye runinga moja ya ndani nchini humo. Katika taarifa yake kwa umma, LHRC inasema kuwa umuhimu wa kudhibiti maudhui ya mtandao kwa mujibu wa sheria za Tanzania ni kusisitiza kwamba hatua hizo lazima ziwe na uwiano, uwazi na kuheshimu haki za msingi za binadamu, hasa haki ya uhuru wa kujieleza na kupata habari.
Iwapo basi unaungana nasi, ni taarifa ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa, kituo chako kinachokuwa kwa kasi sana duniani. Habari kuu ni kwamba rais wa zamani wa Zambia Edgar Lungu fariki dunia. Benki ya Dunia yaondoa marufuku ya mikopo kwa Uganda iliyowekwa kwa kubagua watu wa LGBTQ. Chade hapa kulipiza kisasi dhidi ya marufuku ya kusafiri ya Marekani. Bunge la Kenya laidhinisha uteuzi wa mwenyekiti na makamishna wa IEBC licha ya kuwa na kesi mahakamani kuzuia uteuzi huo. Mpenzi msikilizaji, tunakuomba simama kituo katika hatua yake ya uratibu kwenye hatua ya kuweza kununua transmitter yenye uwezo wa kurusha matangazo yake mbali na njia nzuri itakayotanua wigo letu na kuwafikia mamilioni ya watu kwa njia ya FM. Unaweza wasilisha mchango wako kupitia paybill number ambayo ni 625 account number ni 0124508521 7800 au till number ni 4561468 kupitia mitandao yote. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa. Mambo yetu, safari yetu, maisha yetu, tamaduni wetu na imani yetu. Sikiliza idhaa hii kwa vipindi bora, matangazo yenye tija, vile vile ukweli na burudani. Unapotazama basi muda wetu wa kuweza kusomea mawili matatu ambao umeweza kuyanakili. Asante sana Franco Kisanga kutokea 2-in-1 Boda pale maeneo ya Sibania kwa kuendelea kutufuatilia. Haya, mambo yanayojitokeza katika hatua hii. Basi soma hapa kama ujumbe za watu wawili watatu, alafu baadaye tunapata makala ya siku ya leo, ambapo moja kwa moja hongera sana Radio Fortune Africa kwa kuendelea kutupasha, na hakika mnafanya kazi nzuri. Asante na karibu. Sylvain Palevi, Sylvain ndiye anazungumza hilo. Mapapa Palevi Mfaume Palevi anazungumzia swala la kifo, umauti ambao umempata rais wa zamani wa Zambia Edgar Lungu, ambapo anasema pole sana. Salimu mtumishi mwema mwenzako Magu, mweleze hali ya majirani zako Tanzania ilivyo kwa sasa. Huyu anaitwa Mapapa Mfaume, anasema bwana salimu mtumishi mwenzako pale hivi Magu, Magufuli ndio Magu. Kalupala pale Vikiti anasema pole kwa familia, marafiki, ujirani na taifa la Zambia kwa ujumla. Zambia ipo kwenye maombolezo kufuatia kifo cha aliyekuwa rais wao ambaye alishindwa kwenye uchaguzi na rais wa sasa anaitwa Edgar Lungu. Umauti umempata. Emmanuel Junior pale Matemani pale anazungumza pia, anatoa kauli za kwake, sema bwana apumzika kwa amani jamani. Ibrahim Ahmed pale Musa anasema Sheikh Ponda pale anazungumzia swali la Sheikh Ponda pale hajawahi kutuangusha katika kusimamia haki na ukweli. Mungu akulinde Sheikh. Hapa hivi anazungumza pale Ibrahim Ahmed Musa. Martin Petro Ngokola pale anasema huyo hana jipya bali ni njaa tu. Jamani, ana maono na anafuatilia.
Mama Lenga pale Tanzania hii mbona inatafutwa sana. Maoni yake haya. Ni taarifa ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili ya Fortune Africa, ambapo ni mambo yetu, safari yetu, maisha yetu, tamaduni wetu na imani yetu. Sikiliza idhaa hii kwa vipindi bora, matangazo yenye tija, ukweli na burudani, ambapo naibu spika wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Musa Zungu ametoa maoni yake kuhusu treni ya SGR, akishauri serikali iangalie upya ratiba ya treni hiyo, ikiwezekana iwe inafika Dodoma saa 1 asubuhi na Dar es Salaam saa 1 asubuhi. TRC wana mpango sasa kuleta treni Dodoma itakayotumia saa 2 na dakika 45 tu. Hili ni jambo la kupongezwa sana kwa serikali ya Mama Samia, lakini nikuombe vivyo, Mheshimiwa Waziri Mkuu, kama wataweza kubadilisha ratiba, treni zao zingie Dodoma saa 1:30 asubuhi, na ikitoka hapa ingie Dar es Salaam saa 1:30 asubuhi, itasaidia sana kukuza uchumi na kuhakikisha viongozi wa kiserikali, wabunge, watumishi wanawahi shughuli za kiserikali kwa muda unaotakiwa. Asante sana. Kauli yake hiyo kutokea kwenye bunge la Dodoma. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan akizungumza kwenye harambee ya kuchangia fedha ujenzi wa kituo cha watoto wenye mahitaji maalum Kitopeni, Bagamoyo, kilichoko chini ya kanisa la KKKT, amepongeza juhudi zinazofanywa na kanisa la KKKT na kusema huu ndio utumishi wa dini. Haya niliyoyataja, lakini nilikuwa namsikiliza katibu mkuu wa dayosisi hii, ametaja mambo kadhaa ambayo kanisa hili linafanya katika sehemu mbalimbali chini kwetu Tanzania. Sasa ndugu zangu, huu ndio utumishi wa dini huu. Na kazi hii mnayoifanya inapeleka ujumbe kwa wale waliojionyesha kama watumishi wa dini, lakini kwa kweli ni watumishi wa ushetani au mambo mengine. Kwa hiyo huu ni ujumbe muhimu kwao. Utumishi wa dini ndio huu, kuwajali wenye mahitaji, kufanya mambo mbalimbali yanayowagusa jamii, kuisaidia jamii na kujenga jamii iliyo bora yenye maadili na elimu. Huu ndio utumishi wa dini. Kauli yake Rais wa Tanzania Mama Samia Suluhu Hassan akiweza kuzungumza kwa mapana na marefu katika hatua hiyo, ambapo wakati huu basi inanipatia fursa kuelekea mapumzikoni, tupokee makala ya siku ya leo.